Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda kuwa mazito kweli kweli katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ratiba ya kikosi cha Young Africans kuanza safari yake ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi rasmi inakwenda kuanza, na taarifa ambayo imeweza kutolewa na mimi nimekusogezea hapa kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF juu ya ratiba ya mchezo huo, ambapo wanakwenda kukutana na vigogo wakubwa kabisa, ambapo mimi nimekusogezea kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na kutolewa ufafanuzi kuhusiana yale yote ambayo yameweza kujili katika ratiba hiyo, ambapo nafahamu kwamba ligi kuu Tanzania bara imesimama sasa hivi kwa muda, ambapo Young Africans watarejea na mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Wanakwenda kukutana nani? Ni jambo muhimu kuweza kujua itakuwa wapi, ratiba inasemaje, au utakwenda kujua yote. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bana, ratiba iliweza kutoka, ambapo ilikuwa ni kwenye makundi ya hapo. Nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans unafahamu kwamba ni wawakilishi ambao wanaiwakilisha Tanzania katika michuano hiyo, wakiwa pamoja na wapinzani wao. Nazungumzia hawa ni Simba Sport Club, ambapo Young Africans unafahamu ya kwamba wenyewe pia wanawakilisha Tanzania. Kwa hiyo kuna ratiba yao ambao iliweza kutoka, ambapo wawakilishi ambao ni Young Africans wao wanaelezwa kwamba tayari uko mambo yamekuwa ni mazito kwa upande wao kuhusiana na kile ambacho kinaonekana, ambapo ratiba yao ilionekana kuwa ngumu kuanzia kwenye hatua ile ya makundi ambapo walipangiwa moja kati ya vigogo, ambapo nazungumzia kulikuwepo na National Al Ahly, wapo pia AS FAR Rabat, kuna GS Kabylie na Young Africans wenyewe. Sasa kuelekea mchezo huo ambao wataanza kwenye kundi lao, wataanzia nyumbani wakicheza dhidi ya AS FAR Rabat, miongoni mwa vilabu vikubwa kutoka pale nchini Morocco. Wanafahamika kama Association Sportive de Forces Armées Loyales. Hapa nazungumzia si wengine bali ni AS FAR Rabat. Ile ukilitamka kwa urefu ndo unapata jina lao, linaitwa Association Sportive de Forces Armées Royales, ambapo ndio FAR Rabat, ambapo klabu hiyo inafahamika kama AS FAR Rabat kutokana na kile ambacho kifupisho chao. Lakini klabu hii ilianzishwa tarehe 1 mwezi wa 9 mnamo mwaka 1958, wakiwa mpaka sasa wana umri wa miaka 67. Eji kabisa hii imeenda kabisa, unaona bana, ambapo uwanja wao ambao wanautumia unaitwa Rabat Olympic Stadium au Prince Maurice Stadium, ambapo unaweza kuchukua takriban watu 69,500, ambapo rais wa klabu hiyo anafahamika kama G Mohamed Haramu, ambaye ndio rais wa klabu yao ya FAR Rabat kwa kile ambacho kinaelezwa, ambapo kocha wao kwa sasa anafahamika kwa jina la Alexander Santos. Wako katika ligi ya Batola Pro, nazungumzia kule nchini
Hapa nazungumzia Morocco, ambapo msimu uliopita walimaliza wakiwa nafasi ya pili kati ya timu 16 katika Batola Pro, ligi ya huko. Hapa nazungumzia Morocco wakiwa nyuma hapa wakiwa nyuma kwa nafasi moja, ambapo ligi ya Morocco unafahamu kwamba aliweza kuchukua RC Berkane katika kile kinyang'anyiro, na wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Young Africans, ambapo ukitizama katika ligi yao ya hapa nazungumzia hii Batola Pro, ambapo ina vigogo wakubwa wengi, ambapo klabu ya Young Africans wao wanakutana na hawa AC FAR Rabat kwenye ligi yao huko nchini Morocco. Wako nafasi ya pili wakiwa wamecheza jumla ya michezo 8, wakiwa wameshinda michezo 5, wamedraw michezo 3, hawajapoteza mchezo hata mmoja, lakini wakiwa na pointi 18, huku unazungumzia Wydad ndio wanaongoza wakiwa wenyewe wako juu na pointi 20, ambapo wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga hawa wenyewe ukiwatizama katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, mpaka sasa Young Africans yuko juu kileleni akiwa na alama 10, akiwa yeye amecheza michezo 3 na kudraw mchezo mmoja, akiwa juu kabisa ya msimamo wa ligi kuu. Kwa hiyo anakwenda kukutana na bingwa ama mtu ambaye naye pia anaufukuzia ubingwa katika ligi huko Morocco. Kwa hiyo tutakwenda kujua itakuwaje. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inahusu mabingwa hawa wa Jangwani ni kuhusiana na taarifa ambayo iliweza kutolewa kuhusiana kile kilichopo, ni kuhusiana na wawakilishi wa kiungo wa Yanga ambao ni Azizi Andambwile. Wamefungua kesi shirikisho la mpira wa miguu TFF ya madai ya fedha za usajili, yani sign on fee. Kesi ya kiungo Azizi Andambwile na Yanga itasikilizwa Alhamisi ya Novemba 13, 2025 kwenye ofisi ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Kwa taarifa nilizonazo, Azizi Andambwile hajalipwa fedha zozote za usajili ambazo zilitakiwa alipwe Agosti 31, 2025 kwa mujibu wa mkataba wake. Azizi Andambwile alisaini mkataba wa kuendelea na Yanga kwa miaka 3 baada ya ule mkataba wake wa mkopo kuisha ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo inaelezwa kwamba mambo yamekuwa ni mazito huko tayari kutoka kwa Azizi Andambwile. Anapenda kuweza kulizungumza hilo, lakini Azizi Andambwile anasema ya kwamba, habari wananchi, nipende kuchukua nafasi hii kuliweka sawa jambo linaloendelea mitandaoni kuhusu mimi na klabu yangu ya Yanga. Mimi ni mchezaji wa Young Africans Sport Club na haki zangu za kimkataba tayari nilishalipwa. Niwaombe ndugu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi vya taarifa ili kutoleta taharuki kwa wachezaji kwenye timu zao. Mwisho niwaombe radhi wote ambao wamekuwa zika na sintofahamu iliyojitokeza. Yani ameweza kukanusha kile ambacho kilichotokea. Unaona bana? Kwa hiyo hapa unaweza kuona namna gani ambavyo mambo yatakapokuwa. Lakini Jumamosi ya Novemba 22, wawakilishi wa Tanzania katika ligi ya mabingwa Afrika wataianza hatua ya makundi ya michuano hii wakiwa nyumbani, ambapo saa 10 jioni Young Africans watakuwa dimba la New Amani Complex wakiwakaribisha FAR Rabat kutoka Morocco. Lakini saa 1 usiku mnyama Simba atakuwa dimba la Benjamin Mkapa akiwakaribisha Petro Atletico kutoka kule nchini Angola. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna ambavyo kinachokwenda kutokea. Mambo yanazidi kuwa mazuri kabisa kwenye kile ambacho kilichopo. Tusubiri kuweza kuona mambo yatakuwaje. Laweka maoni yako hapo chini katika upande